Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Marekani pamoja na Israel zinapanga kufanya mashambulizi katika Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ndani ya wiki moja, maafisa wa Israel walisema. Ripoti kutoka Fox News zinasema kuwa maafisa wa Amerika pamoja na wale wa Iran wanatarajia hafla hiyo kuchukua siku kadhaa badala ya masaa. Maafisa hao pia walisema kuwa shambulizi la leo kilichoanzishwa katika jeshi la wanamaji la Marekani nchini Bahrain halikuacha majeruhi yoyote, huku kombora hilo la Iran likipiga tu jengo tupu. Haya yanajiri baada ya Marekani na Israel kufanya mashambulizi ya pamoja dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran mapema asubuhi ya leo Jumamosi. Vyombo vya habari vya serikali ya Iran vimeripoti milipuko huko Tehran, Qom, Isfahan, Kermanshah na Karaj, na wakati huo huo ving'ora vikisikika katika Israel yote, wakati Iran ikishambulia kwa mabomu katika nchi ya Kiyahudi pamoja na nchi zingine kadhaa za Mashariki ya Kati katika shambulio la kukabiliana na kulipiza kisasi. Hata hivyo, moja kati ya taarifa ambazo zimeelezwa ni kwamba IDF imetangaza kuwa zaidi ya ndege 200 za kijeshi za wanahewa za Israel zilishambulia karibia maeneo 500 ya wa Iran siku ya Jumamosi usiku. Katika shambulizi kubwa zaidi la anga kuwahi kufanywa na wanajeshi wa Israel, IDF imetangaza kwamba mashambulizi mawili makubwa ya awali yaliweza kufanya jambo zito ndani ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Wimbi la kwanza lilipiga kile kilichoonekana kuwa kadhaa ya rada na ulinzi wa ndege, haswa katika sehemu ya Iran karibu na Israel na eneo la Tehran. Wakati wa wimbi la pili, jeshi la wanahewa lilipiga kifaa cha kombora la balistiki la Iran kujaribu kupunguza uwezo wake wa kushambulia eneo la nyumbani la Israel. Wakati wa wimbi la pili, jeshi la wanahewa lilipiga kifaa cha kombora la balistiki la Iran kujaribu kupunguza uwezo wake wa kushambulia eneo la Israel pia. Katika eneo la Tabriz, IDF ilishambulia eneo kubwa ambalo Jamhuri ya Kiislamu imerusha makumi ya makombora ya balistiki kuelekea Israel. IDF pia inafanya kazi ya kuanzisha ukuu wa anga ambayo ilifanikisha mnamo Juni 2025 ili kuweza kuweka ndege zisizokuwa na rubani na ndege zingine zikielekea katika maeneo ambayo Tehran inaweza kujaribu kuifyatulia Israel ili kulipua timu za makombora kabla ya kuanza kuruka. Hata hivyo, Israel na Marekani zilifanya mchakato wa pamoja wa kupanga usiokuwa na kifani katika miezi kadhaa kabla ya shambulizi la Jumamosi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwa ni pamoja na kuwasiliana na kamandi kuu ya Marekani. Na hii ni taarifa ambayo imetolewa na mkuu wa jeshi la IDF, Luteni Jenerali El Zamir. Luteni Jenerali Zamir alithibitisha kuwa Israel na Marekani zinakusudia kuharibu uwezo wa utawala wa Iran kama ambavyo viongozi Rais Donald Trump na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu walivyokaa na kuwaza namna ya kuyumbisha utawala katika Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Alisema kamandi za nyumbani, huduma za dharura, polisi wako tayari kujibu athari katika maeneo ya kiraia, huku akionya kwamba hakuna ulinzi mkali. Marubani wa ndege za IAF wamepiga mamia ya shabaha kote Iran, huku vikosi vya ulinzi vya anga vya Israel, jeshi la wanamaji la ardhini vikiwekwa kwa utayari wa hali ya juu katika viwanja vingi. Zamir aliwataka umma kufuata maagizo ya Homefront Command, akisema kufuata kuokoa maisha yao. Pia alisema Israel itachukua hatua kwa nguvu isiyokuwa na kifani dhidi ya adui anayetishia usalama wa Israel. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News.